Oh yes, kama tunavyojua kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa kwa kasi, lakini pia miongoni mwa watu ambao wanakwenda wanaongezeka kukua na kuzidi kuonekana katika muonekano mzuri ni pamoja na Tifa. Anazungumzia mtoto wa mtu mzima Diamond Platnumz ambaye amezidi kukua, amezidi kuonekana kuwa ni binti ambaye atakuja kuwa tishio, kwa maana kwamba atakuja kuwa mrembo, atakuja kuwa ni binti ambaye ndugu zangu wale wazoea kunyatia basi itakuwa kazi kwa kuweza kutimiza hilo jukumu. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu niweze kuweza kumuona kwamba ni binti ambaye atakuwa hajapo baadaye, lakini pia akifikisha miaka tayari ambaye atakuwa anajitambua, atafikisha miaka ya kwamba tayari atakuwa ni mtu mzima. Ameonekana Tifa Dangote akiwa kwenye moja ya video, akionekana akiwa ameweza kuwa na picha nzuri, lakini pia muonekano mzuri ambao kwa namna moja ama nyingine umeanza kuzua mambo mengi, na wengi wakisema kwamba huenda waga wanahusianisha pia hata kwamba ni mrembo kuliko mama yake mdogo, na mzungumzia Zuchu. Yani kwamba Tifa Dangote ni mrembo kuliko vile ambavyo alivyo Zuchu. Sijajua kama ni kweli ama ni uongo. Najua pia Watanzania tuna mambo mengi, inawezekana ikawa ni kweli, lakini pia inawezekana pia ikawa ni uongo. Yote yanawezekana kwenye hii ambayo imetokea, lakini pia hii ambayo watu wanaisema kwamba huenda Tifa ni mrembo kuliko mama yake mdogo, kwa maana kwamba Zuchu. Kwa wewe mtazamaji, sijui unasemaje kwamba hivi ni kweli Tifa ni mrembo kuliko vile ambavyo alivyo Zuchu, au mama mdogo anazidi urembo na mtoto wake wa kufikia ambaye ni Zuchu? Unaweza ukaandika hapo chini, sio mbaya, lakini pia unaweza ukasema kuwa iko vipi kwa wewe mtazamo wako juu ya hichi ambacho watu wamekuwa kikizungumza kwamba mama mdogo sio mrembo kuliko vile ambavyo alivyo mtoto ambaye ni Tifa, mtoto wa mtu mzima Diamond Platnumz. Lakini wanasema kwamba watu wamekuwa na vitu vingi sana mara baada ya kuweza kuonekana Tifa kwenye hiyo video, ambapo wengi wameweza kusema kwamba ana vitu vingi. Mfano ana lugha English ambayo imenyooka sana, kwa maana kwamba Kiingereza chake kimenyooka na kimekuwa ni Kiingereza ambacho watu wengi wameweza kukifurahia, kimeenda shule, kwa maana kwamba si unajua kuna watu ambao wakiongea Kiingereza unakuwa hauna maswali mengi, yani unakuta lugha imenyooka. Ndicho ambacho wengi pia wameweza kukizungumza kwamba ni binti ambaye anajua sana Kiingereza, na unajua pia watoto hawa wanakaa sana kule Afrika Kusini. Moja ya lugha ambao wako nao kama lugha yao ya kuweza kufanya shughuli zao ni pamoja na lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo wenyewe pia wanaishi kule na Kiingereza ndio kitu ambacho wanaishi nacho, na mama yao pia Zari the boss lady, na pia mtu ambaye anatumia sana Kiingereza, kwa sababu ukienda nchini Uganda Kiingereza ni lugha ya taifa, yani ni moja ya lugha ambayo inatumika katika masuala mazima rasmi ya pale nchini kwao. Kwa hiyo ni binti ambaye anajua sana kuweza kuzungumza Kiingereza, ni binti ambaye amekuwa kwenye mazingira ya kuweza kuizungumza lugha ya Kiingereza, tofauti na vile ambavyo kama angekulia Tanzania, kwa sababu Tanzania sisi lugha yetu ya taifa ni Kiswahili, na maisha yetu sisi tunatumia Kiswahili kwenye kila kitu ambacho tunakuwa tunakifanya. Sasa comments zimekuwa ni nyingi sana mara baada ya Tifa kuonekana, na wengi wakaenda mbali zaidi kuweza kumhusianisha, lakini pia kumshindanisha na pamoja na mama yake mdogo, na mzungumzia Zuchu. Kwa hiyo watu wameweza kuzungumza vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine unasema kwamba ni hisia mseto ambazo wameweza kuzungumza. Tutakwenda kupita na baadhi ya comments kuweza kujua kwamba kipi ambacho watu wameweza kukizungumza mara baada ya Tifa kuonekana kwenye hiyo video ambayo imetrend siku za hivi karibuni. Anasema kwamba Tifa wewe ni mrembo sana, tunakusubiri ukue. Mwingine anasema kwamba maripo ni hapa duniani, yani dunia ni mzunguko, lazima tutalipa. Mwingine anasema kwamba jamani, Diamond umekuza sana mtoto wako, hongera kwa kuweza kukuza mtoto wako. Lakini wanasema kwamba Tifa unazidi kukua mama, endelea kukua, tunakuombea ukue katika maadili mema. Mwingine anasema kwamba Tifa unajua sana Kiingereza, lakini pia wewe ni mrembo pia, nafurahi kuweza kukuona. Mwingine anasema kwamba jamani, Afrika Kusini imekukubali, ndio maana unaonekana kuwa ni mrembo na mimi nakusubiri. Lakini anasema kwamba mimi siwezi kuishi bila Tifa, ni uweni, ni malizeni. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo watu walivyokuwa na mitazamo tofauti juu hicho ambacho ameonekana nacho mtoto Tifa Dangote, yani muonekano wake kwa ujumla, lakini pia jinsi ambavyo alivyo tu kwa ujumla. Ni binti ambaye kidogo ameweza kuzua gumzo, kwa maana kwamba anazidi kuwa mrembo, anazidi kuonekana kuwa ni binti ambaye anakuwa katika ile kasi, kwa maana kwamba ile hot, na wengi walikuwa wanasema kwamba ni binti fulani hivi ambacho kina shape yake, lakini pia ni binti fulani hivi ambacho kina body yake, mwili wake pia ni supportive sana. Ndio maana wengi wanapenda kuweza kusema kwamba huenda ni mrembo kuliko vile alivyo mama yake mdogo.
mama yake wa kufikia. Hiyo mimi sio mimi, ni maneno tu ya watu jinsi ambavyo wanakuwa wanazungumza, lakini pia ni maneno pia ya watu ambao wanakuwa wanahusianisha kati ya vile ambavyo wanamuona Tifa, lakini pia vile ambavyo wanakuwa wanamuona mama mdogo. Najua kwenye maisha pia ni muhimu sana kuweza kushindanisha, ili ndio binadamu jinsi ambavyo alivyo. Yani mwanadamu wakati mwingine pia anapenda mashindano. Yani penye alipokaa mara nyingi sana huwa anapenda mashindano, kwamba mimi niko vipi, mwingine yuko vipi, mwingine anafanyaje na mimi nafanyaje. Kwa hiyo ile pia inaongeza namna fulani vya umakini katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunakuwa tunayaishi. Kwa hiyo hii ambayo Zuchu anashindanishwa na mtoto wake ambaye ni Tifa, inakuonesha namna gani ambavyo watu pia wamekuwa wakati mwingine wanakosa kustaarabika. Maana yake Tifa ni mtoto wa mume, lakini pia mtu ambaye yupo naye katika mahusiano. Zuchu ambaye ni mama wa kufikia, mama wa kambo wa mtoto Tifa. Kwa hiyo unaweza kuona bwana wa Tanzania vile tumekosa wakati mwingine staha juu ya haya mambo, lakini sio mbaya. Pia unaweza ukatuandikia hata pia ukimwangalia Zuchu, ukimwangalia Tifa, nani ni nani? Yani kwenye masuala mazima ya muonekano, urembo, nani ambaye ni nambari 1 kuliko mtu ambaye anafuata? Yani Zuchu ndo anafuata Tifa, Tifa anaanza anafuata Zuchu. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaweza kutuandikia hapo chini, lakini pia sio mbaya pia ukaweza kuona na kuzungumzia juu ya hichi ambacho anaonekana nacho Tifa, muonekano wake, ukuaji wake uko vipi, anakuwa katika mazingira mazuri au kuna kitu ambacho kina misi pindi ambapo wapo kule Afrika Kusini. Kuna njaa, ukimwangalia uso yake ina nuru, au kuna shida yoyote ambayo unamuona nao. Kwa hiyo muhimu sana pia kuweza kudondosha comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare pia watu wengine wanapata taarifa zetu. Ni Major TV, sehemu pekee ambayo unapata taarifa za masuperstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.